Kipenga kimepulizwa. Tumeingia katika awamu hii ya ukumbi wa siasa tukiangazia mustakabali wa taifa, na Rais William Ruto ameendelea na kuzindua miradi ya maendeleo ya serikali ikisema kuwa hana budi kutimiza ahadi yake kwa Wakenya. Wikendi hii akiomba msamaha kwa kizazi cha Gen Z kwa kile alisema ni kutokana na mauaji ambayo yalitokea kwa kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024. Japo kinara wa ODM Raila Odinga kwa upande wake anasema hilo halitoshi, msamaha peke yake hautoshi na tunastahili kuangazia zaidi fidia ili kuweza kuliponya taifa. Kadhalika ukosoaji mkubwa umeendelea kwa viongozi wa upinzani kuhusiana na kukamatwa kwa baadhi ya Wakenya na kuteswa kutokana na misimamo mikali dhidi ya serikali. Mkenya Rose Njeri ambaye ni mwanaharakati ameachiliwa leo kutokana na kesi ya kutengeza mtandao wa Wakenya kutoa maoni kuhusu mswada wa fedha wa mwaka 2025, jambo ambalo limezua hisia kinzani humu nchini kwa Wakenya na viongozi. Tunaangazia hayo na mengine mengi. Jina langu ni Elizabeth Utuku, na wasiliana nasi kwa 22047, mitandao ya kijamii @TV47 Kenya, pale Facebook na ukurasa wetu wa X. Na hii leo studioni ninao wageni, Daktari Barak Muluka, karibu sana studioni, ambaye pia ni mshauri wa masuala ya mawasiliano, na pia yupo wakili na ambaye ni Daktari Martin Olo. Leo nimesema nitakuwa daktari, nitakuwa nikisema kilo baadaye. Nitaanza kwa kuuliza Rais William Ruto kuomba msamaha kwa taifa hili na hasa kwa kizazi cha Gen Z kuhusiana na yale ambayo yalitukia wakati wa mswada wa fedha wa mwaka 2024 kinaashiria nini? Kukubali makosa na hili, kama alivyosema Raila Odinga, litaponya taifa? Kuomba msamaha, asante sana. Kuomba msamaha sio fedheha na sio utani, na sicho kitu cha kutamka tu na midomo. Ni kitu ambacho lazima mtu awe amezungumza na nafsi yake ya ndani na akawa kwamba anatubu. Kuna toba ya aina fulani, na ni toba ambayo itaonekana kutokana na vitendo na mienendo ya huyo anayeomba msamaha, vitendo na mienendo yake ya hapo baadaye. Lakini iwapo utakuwa katika ukumbi wa maombi na unasema kwamba unawaomba wana Gen Z msamaha, unaomba wana Kenya msamaha kwa utekaji wa nyara na uteswaji, kisha siku mbili baadaye unamkamata mwanaharakati ambaye ametenda vitu vyake tu kutokana na katiba iliyopo, ambayo yasema kwamba kila mtu ni huru kuweza kuwasinikiza wenzake katika kuchukua msimamo fulani, na hata kuweza kuandamana, na hata kuweza kuwa anatoa hoja yake mahala pa umma. Na huyu awe ni yule ambaye yuwazungumzia maswala ya bajeti ya mwaka wa 25 ambayo bunge tayari imeshatoa ilani kwamba umma waweze kupeana maono yao. Basi kuomba msamaha kwa aina hiyo inakuwa ni kama fedheha. Umesema ni kama fedheha. Daktari Martin Olo, wale ambao ni viongozi wa upinzani wamekosoa vikali msamaha wenyewe wa Rais William Ruto, na amezungumzia kitu ambacho daktari amezungumzia pia kuhusiana na ile fedheha, na nikawa nikifikiria, kwani kuna kiwango cha kupima jinsi ambavyo mtu anaomba msamaha? Unajua, ili uombe msamaha una sababu ya kuweza kutubu na kuweza kujiuliza ulikuwa na nafasi gani katika kuhusika, alafu baadaye ukitubu na uweze kuomba msamaha, pia unaweka vitendo vya hivi kwamba hautarudia. Kwa mfano, tumeona jambo kubwa lilikuwa ni kwamba watu walikuwa wanatekwa nyara, wengine wanauawa. Sijui kama hayo mambo yameisha ama bado yapo. Katika juma hili tu tumeona viongozi wa Kenya wakifurahia sana kuteswa kwa Wakenya kule Tanzania. Leo hii tumeona mwanaharakati Rose Njeri ameshikwa Ijumaa,
hajafunguliwa mashtaka hadi Jumanne. Kwa hivyo utovu huu wa nidhamu ama utovu wa kutofuata katiba na kutotii haki za kibinadamu, kama ilikuwa ndio sababu ya kuomba msamaha, hatujaona ishara kwamba tumejifunza chochote. Mmesema hamna chochote ambacho kimetendeka, bado tuko mbali. Na nilikuwa nikifikiria wakati ambapo Rais William Ruto aliomba msamaha, amerejelea, ila kwanza ilikuwa katika yale maombi ya kitaifa, amerejelea tena huko Homa Bay. Lakini baada ya hilo ambaye ni kinara wa ODM Raila Odinga akasema hapana, haiwezekani kuomba tu msamaha na ije na fidia. Lakini nikawa nikijiuliza, hii fidia itasaidia kwa namna gani haswa endapo umepoteza yote? Wacha niendelee kidogo pale, labda niongezee ndio Baraka achukulie pale. Kuna mpangilio ambao unaonekana ni wawazi. Kuna hofu kwamba vijana hawapo pamoja na Raila na hawapo pamoja na Ruto. Kuna hofu hiyo. Kwa hivyo kuna njia ya kujaribu kuwaleta pamoja ama kuwaleta karibu, na unaona matamshi kwamba tunaomba msamaha, mwingine anasema lakini lazima wapewe fidia. La muhimu hapa ni kwamba kuna mtu anacheza na wengine. Tunauliza hivi, kama kweli vijana walikerwa na hivi sasa tunaona vijana bado wanakandamizwa, inakuwaje sasa tunataka kutafuta njia ya kuwaleta karibu na kuahidi hichi na kile? Kwa hivyo inakuwa ni mchezo wa karata. Amesema ni mchezo wa karata. Lakini Rais William Ruto kwa upande wake na serikali ukiwasikiza wanasema it's humility. Kitu cha kwanza tuweze kukumbushana kwamba wao wameweza kuomba huo msamaha kwa masharti, njia isiyo ya moja kwa moja. Ukisema kwamba kama tuliwakosea twaomba msamaha kama iwapo, ni kuonyesha kwamba wewe mwenyewe katika nafsi yako hujaweza kukiri kwamba umefanya kosa lolote linalostahili mtu akusamehe. Kitu cha pili, hawa wawili siku hizi daima dawama hutembea kama watu wanaopendana. Unawaona wameshikana mkono kwa mkono. Je, nyakati hizo zote ambapo wao huwa wanatembea kama watu wawili wanaopendana, wao huwa wanazungumzia nini? Ndivyo tukawa tunamuona Bwana Odinga anakuja mahala pa umma na kuweza kuzungumza kwa ghadhabu tu, akiwa anaonyesha kwamba amekerwa na kuwa mzungumzia Rais Ruto kana kwamba yeye bado yuko katika pembe ya upinzani, akiwa anatoa msimamo mkali wa kumwambia yule ambao tumeona picha zao nyingi kila mahali wakiwa wameshikana mikono kwenye ufuo wa bahari, pembeni mwa maziwa, mabarabarani, viwanjani mwa ndege, wakiwa wamekamatana mikono. Wawili vile watu wanaopendana hukamatana mikono. Ina maana unahisi wamekuwa wanazungumzia nini? Ndipo wanapofika kwenye uwanja mahali pa umma wakawa sasa wanasema kwamba wanaomba msamaha. Kwanza wewe Elizabeth umekuwa kule Kisii na habari Homa Bay na habari ambazo zinatufikia kutoka kule Homa Bay zinaonyesha kwamba wewe uliweza kucharazwa hapo hivyo na polisi ambao walikuwa wamejikita katika misingi ya kiuhalifu. Hawatendi kazi zao hata wanapoonyeshwa pasi za kuonyesha kwamba sisi ni wanahabari na tuko hapa katika jukumu la kufanya habari, bado unasukumwa na kuweza kuwa unakandamizwa na kudhulumiwa. Isitoshe, iwapo kuna wanahabari wengine ambao wamekuwa wakitandaza habari za matukio ambayo baadhi yao ni haya ya kudhulumiwa kwa wana Gen Z na Wakenya wengine kwa jumla, na iwapo watapata mwaliko kuja kwenye Ikulu ili waweze pia kuweza kunasa yale yanayojiri kule na kuweza kuyatangaza, lakini wanarudishwa wanapofika kwenye lango kuu na kisha wanarudishwa kwa njia ya madharau tu.
Ni toba ya aina gani unayoizungumzia? Umesema hilo na nikawa nikifikiria, ni kweli mnasema ilivyofikia kwa siku hii ya leo, hamna msamaha ambao umetendeka. Lakini je, ili taifa hili kuweza kupona kutokana na makovu ambayo yamekuwepo na ambayo bado yako very fresh, tutafanya nini kuhakikisha kwamba kiukweli tunasonga mbele? Manake we need to move forward as a country. Unajua, kwanza tuseme hivi, kule kusemekana ya kwamba tulikuwa na maombi ya kitaifa ni jambo nzuri, kwa sababu kama binadamu lazima tufike mahali ambapo tunaonyesha kwamba tunamtegemea Mola, tunamtegemea Mungu kwa uwezo wake na tunamuomba atuelekeze. Na Mungu si athumani, sio lazima atujibu jinsi tunavyomuomba. Tunaweza kumuomba mkate akaturushia jiwe. Usituambie kwamba ukiomba mkate atakurushia jiwe. Yesu Kristo alikataa hayo. Nasema tunaweza. Unaweza kuomba likakataliwa ama akasema subiri, lakini hawezi kukupa kitu ama nyamaza asijibu. Ama tuombe tunataka mvua na tupate kiangazi. Kwa hivyo haya yote katika mipango ya Mungu hatuwezi kuya control, hatuwezi kusema kwamba itakuwa hivi itakuwa. Kwa maombi ni sawa. Lakini tukishaomba pia stihizai ama fedheha ni jambo ambalo ni lazima tuwe na uoga zaidi. Kwa sababu wanaposema Mungu si athmani, Mungu si wa kuchezewa, Mungu si wa kuzungumzia uongo ama kuhada. Kwa hiyo ni lazima tukubali. Kama tunaenda kuomba msamaha, tuombe msamaha tukiwa na nia ya kweli ya kutubu na tuwe na nia ya kujibadilisha, kwa sababu hakuna haja ya kuomba na alafu tuendelee na kusema tunaomba msamaha na tunaendelea na jinsi tulivyokuwa. Ya muhimu hapa ni kwamba sisi sio Mungu, kwa hivyo hatuwezi kujua kama msamaha ila ni nini tunaweza kufanya ili kubalika ama ukubalika. Lakini kwa sasa kibinadamu tunashuku kidogo kama tulikuwa tunacheza tu siasa ama tulikuwa kweli kabisa tuna nia ya kutafuta kusamehewa. Kuna kitu alikuwa anataka kusema daktari kabla sijaingia kwa swali lingine. Bwana Mkristo, ninaweza kuchangia hapo. Kuna vitu vingine ambavyo tunavizungumza na kuvizungumzia, na hivyo vitu vinakuwa ni kama sarakasi mbele zake Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu anapotushuhudia tukivizungumzia vitu vya aina hiyo vya sarakasi, hata yeye hushangaa na pia kukerwa. Na nitakupeleka moja kwa moja katika Biblia. Nikupeleke katika kitabu cha Nabii Isaya, nikupeleke katika sura ya 1. Usome mstari wa 10 kufikia mstari wa 16, na Mwenyezi Mungu anawashtumu viongozi ambao wamepotoka, viongozi ambao wanavuja damu za watu ambao hawana hatia, viongozi ambao wanajenga mayatima na wajane. Mwenyezi Mungu anawakemea, kisha anawakemea kwa ukali, na anawaambia kwamba enendeni huko mbali na hayo maombi yenu, na mnapokuja mbele zangu na kuelekeza nyuso zenu kwangu na kubeba mikono yenu juu na kuniletea vitu ambavyo ni kafara zenu mmezichoma za ng'ombe, mbuzi na kondoo, mnanisinya mno. Mwenyezi Mungu amesema hivyo, na akasema kwamba tafuteni haki, mwatendee mayatima na wajane haki. Na ukienda katika Mika sura ya 6 kutoka 6 hadi mstari wa 8, vivyo hivyo amevirejelea nabii wake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tuweza kuambia hawa wanasiasa hapa wasifanye fedheha mbele. Na hiyo haki sio pamoja na fidia ambayo Raila Odinga anauliza? Kuna fidia ambayo utapeana hata kwa madharau. Kuna mtu atakuambia kwamba nitakuchapa na kisha nikulipe. Hizo bado ni fedheha. Kitu kikubwa ni kutubu na kuweza kuonyesha kwa dalili za vitendo na mwenendo kuanzia wakati huo kwamba kweli umesikitika. Kuna kitu alikuwa anataka kuongezea. Kuna vile daktari prophet nabii. Kwa sasa ni daktari. Nabii Barak jinsi alivyosema. Lakini nafikiri nabii mdogo. Kuna vile anavyosema, na ukweli ni kwamba maisha ya binadamu ni ya muhimu zaidi.
hamna fidia yoyote ambayo unaweza kumpa mtu eti kwa sababu ya uhai wake, kwa sababu ya maisha yake. Kumbuka ya kwamba fidia kubwa sana kwa Wakristo tayari ililipwa na Yesu. Yesu Kristo. Hivyo basi hamna msalabani, basi ikawa tosha. Letu ni kuwa wanyenyekevu, letu ni kuwa watu ambao tunaaminika, tukisema kitu tunakiamini. Sasa Raila akisema kwamba wapewe fidia, mbona hakusema hivyo kabla hajaenda kwenye ile handshake? Mbona hakusema kwamba wewe rais, ningependa kusaidia, lakini kwanza tukubaliane, kuna mambo ambayo lazima tuyafanye na tulipe. Unadhani fidia ingekuja kabla ya yeye kuingia kwa broad base? Nasema kama angetaka, si angetuambia, angesema na hiyo ni serikali yao, kisha yumo mle ndani mwa hiyo serikali. Kwa hivyo wanapopanga vitu, Raila Odinga asije akajaribu kuwahadaa wa Kenya kwamba hayumo mule serikalini. Wajumbe wake, mawaziri wake, kila mara wameweza kuwa wakikiri kwamba wamo serikalini. Nduguye anayemtangulia kwa kuzaliwa ameweza kuwa mkali sana na kumkemea gavana wa Siaya James Orengo, akimwambia kwamba uache kupiga kelele, sisi tumo serikalini. Na Raila Odinga, wakati huu ambapo nyinyi mmekuwa na yeye huko Nyanza, ameweza kusema kwamba hatuwezi kusubiri serikali nyingine. Hii ndiyo serikali iliyopo na tuko na hiyo serikali. Kwa hivyo yeye na kiongozi wake katika hiyo serikali ambaye ni Rais Dr. William Ruto waketi faragani, wazungumze, wakubaliane kwamba ingawa ni ukweli alivyonena ndugu yangu Dr. Martin Olo kwamba hakuna vile ambapo utafidia maisha ya mtu ambayo ashapotea, lakini wakubaliane kwamba kama kielelezo tu, kama ishara tu ya kwamba tumetubu, tutawatendea moja, mawili, matatu. Okay. Kuna kitu ambacho bado sijaondoka katika masuala hayo ya kutekwa nyara. Wakati ambapo yule Mkenya Boniface Mwangi ambao ni wanaharakati, Martha Karua na wengine walikwenda kule, lakini Boniface Mwangi amelizungumzia hili jana kwa uchungu akilia kuhusiana na yale ambayo alipitia. Na saa 24 zaidi bado waziri wetu wa masuala ya nje na masuala ya kigeni Musalia Mudavadi wala serikali hii haijalizungumzia hilo. Ina maana gani wakati ambapo tunaendelea kusema kwamba tunahitaji utangamano na uwiano katika taifa hili na haki hizi za watu wetu zinanyanyaswa katika mataifa mengine? Sasa tusijisumbue. Nafasi yetu rasmi ni kwamba yaliyofanyika kule Tanzania yalikuwa ni mambo mazuri sana kwa serikali. Wanaharakati hawakuwa na sababu ya kwenda kupeleka tabia yao mbaya kule, na kwa hivyo yale yote yaliyowakumba kule kiserikali, kirasmi ni sawa. Kwa sababu hiyo hamna statement yoyote ambayo utatarajia kutoka kwake Musalia Mudavadi kama waziri wa masuala ya nchi za nje. Yeye Samia Suluhu tayari ashasema vijitu hivi kutoka Kenya vinakuja viumbe hivi. Kwa hivyo la muhimu hapa ni kwamba nilimwona mbunge mmoja ambaye huwa anavaa kijikofia chingine akisema kwamba eti sasa yeye anaona kwamba hii activism ndio kitu inatusumbua sana, na yeye amefurahia sana jambo hilo. Kwa hivyo la muhimu hapa ni kwamba hauwezi kufurahia Mkenya mwenzako akidhulumiwa, haki zake zikikaidiwa, huwezi kufurahia. Lakini kwa sababu sisi tunapenda kuhakikisha kwamba haki za kibinadamu zinavunjwa, na hasa tumekubali hata nchi jirani zivunje haki hizo. Kumbuka ya kwamba sio Kenya peke yake, pale Uganda pia sio Tanzania peke yao. Martha Karua alipokwenda kule Uganda karibu afungiwe huko amekataza kuingia. Katika eneo hili letu la Afrika ya Mashariki inaonekana viongozi wamekubali kwamba ama wamekubaliana kwamba iwapo Mkenya atavuka huku mnyoroshe, iwapo Mtanzania atavuka huku mnyoroshe, iwapo Besigye atakuja Kenya mrejeshe, hata tekwe nyara rudishwe. Kwa hivyo la muhimu hapa ni kwamba kwa ujumla, hasa hata ile spirit ya East African Cooperation inaonekana haipo tena. Kama ipo
ipo kwa njia ya kwayo, kwamba viongozi waliopo kwa sasa haja yao ni kujisitiri mamlakani, na hasa kuhakikisha ya kwamba wanaelekea ama wanaelekea kuhakikisha kwamba haki za kibinadamu hazilindwi, na nafasi ya uwanja wa siasa inapunguka kwa sehemu ya upinzani. Sasa hivi tunaona mpinzani mkuu wa Suluhu yuko mahakamani. Uganda, mpinzani mkuu wa Museveni yuko mahakamani. Isiwe ajabu ya kwamba hata hapa natembea yuko mahakamani, na wengine watakuwa pale kwa sababu ya kisiasa. Right. Kuna hilo ambalo Wakenya wengi wanasubiria kuona statement ya serikali kuhusiana na yale ambayo Boniface Mwangi aliyazungumzia kwa kilio kingi, na ukimsikiza ni unyama ambao alitendewa. Ila serikali yetu imetulia tu. Amesema daktari kwamba ni kwamba tumekubali kwamba East Africa, wewe ukienda kule pigwa tu, nyanyaswa tu, ni sawa tu, ya okay with that. Kitu cha kwanza ni kwamba serikali yetu yenyewe ina mazoea ya kuwateka nyara watu, na sio tu kuwatendea ukatili jinsi walivyotendewa Boniface Mwangi na Agatha Atuhaire, lakini kwamba mara nyingi tupata watu miili yao tayari kesha uawa, wengine wamepotea patupatu, hatujui kwamba wako wapi, na serikali iko kimya. Basi wanapoenda katika nchi za kigeni, na hasa ni nchi ambazo ziko katika jumuiya, na jumuiya ambayo pasi ya usafiri ambayo wameibeba ni ya Afrika Mashariki. Tuliweza kuangaishwa sana hapa Nairobi miaka 3-4 iliyopita, tukiambiwa kwamba tubadili pasi zetu za usafiri. Wakenya walikuwa wanaamka usiku wa manane, wanaenda wanakesha kule kwenye jumba la Nyayo wakitafuta kuweza kubadili pasi zao za usafiri kutoka kwa pasi ya Kenya wachukue pasi ya Afrika ya Mashariki. Hiyo pasi haina maana iwapo Mkenya haruhusiwi kuingia Tanzania au Uganda kwenda tu kuhudhuria kikao cha mahakama. Hakuna kosa ambalo ameambiwa kwamba ulitenda kitendo fulani ambacho ni jinai, au ulikuwa na nia ya kutenda kosa fulani ambalo ni la jinai, kwa sababu katika sheria kuna kule kudhamiria kutenda kosa, na iwapo kuna ushahidi wa kutosha kuonyesha kwamba ulikuwa unadhamiria kutenda kosa la jinai, unaweza kukamatwa na ukafikishwa mbele ya mahakama, ambacho ndicho kitendo cha kiungwana na ndicho kitendo cha kisheria, sivyo kuweza kushikwa na kwenda kuteswa na kupigwa vibao na vitu vya aina hiyo. Huo ni ukatili, ni ujangili. Na naonyesha kwamba alivyotaja Dr. Oloo, tayari viongozi kutoka katika taifa letu wamevifurahia. Wengine wamevizungumzia katika bunge, na bunge ni mahali patakatifu ambapo tunawatuma watu kwenda kutunga sheria, na ni sheria ambazo ziweze kuzingatiwa, na iwapo sheria imeweza kuvunjwa, na hapa sio tu sheria za mustakabali wa Jumuiya ya Afrika, ni sheria za kimataifa. Katika mustakabali wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuna uhuru wa kutembea kwa watu na kutembea kwa bidhaa. Ukiangalia kipengee cha 104 na 5 na 6 cha mustakabali wa Afrika Mashariki kapeana huo uhuru. Hivyo itakuwaje kwamba nikija hata niwe mimi ni mwana harakati, na wana harakati pia umeidhinishwa kikatiba katika katiba yetu na katika sheria za kimataifa, vyote vimehalalishwa, vimeidhinishwa. Kwa hivyo serikali yetu kuwa imenyamaza ni kuonyesha kwamba pia wao walishiriki, na tuliweza kuwaona wakizungumza na kusema kwamba iwapo mtapeleka tabia zenu mbaya kule nje, basi
adhibiwa. Hivyo basi tutakapokuwa tunawakusanya na kuwapeleka kwenye mahakama ya makosa ya jinai ya kitaifa, tusimpeleke tu Samia Suluhu, tutawapeleka na wengine ambao wako hapa. Na hapo ndipo namleta wakili kuhusiana na hilo ambaye ni kinara wa PLP Martha Karua. Amesema hilo wanapania kuandikia mahakama ya kimataifa ya ICC kuhusiana na masuala ambayo amana kudhulumiwa na kutozingatiwa kwa haki za kina Boniface na wengine katika mahakama hili. Ni jambo ambalo tunaweza kupata haki na hawa Wakenya wako na matarajio kwamba huko wanaweza kupata haki kuhusiana na swala hilo. Unajua, mapema nilipoingia hapa nikampata Daktari Barak hapo, tukasema kwamba sisi tuendelea kuongea tu licha ya kwamba hamna mtu anayesikiza. Tuendelea kuongea. Mahakama hii ya Hague ina makali yake na ina mahali pake, nafasi yake. Lakini wengi wanaichezea tu, wanafikiria ni mahakama tu ya upuzi, inapuuziwa na Waisraeli, inapuuziwa na Wamarekani. Lakini kuna mahali ambapo ya kwamba haki za binadamu zikikandamizwa, ni lazima mbiu hizo za mgambo zipigwe hivi kwamba zieleweke wazi kwamba kuna vile makosa yanatendeka. Kwa hivyo hata wasipopata haki ama wasipopata kusikizwa, ni muhimu dunia nzima kuelewa ya kwamba huwezi kumdhulumu binadamu jinsi hiyo, na wewe ni rais wa nchi alafu ukazungumza jinsi hivyo. Hizo sio heshima, huo sio utu, wala sio ubinadamu tunaotafuta. Kwa hivyo yeyote akidhulumiwa, yeyote akiteswa, mtu yeyote hafai kudhulumiwa wala kuteswa. Kwa hivyo hamna hata sababu ya kuzungumzia swala kama hilo. Si haki kumtesa ama kumdhulumu binadamu. Sio kumfanya awe kama mkimbizi wala kumfanya awe slave wako. Hamna sababu yoyote, ama kumkaidi, kumghadhibu kwa sababu ya sura yake, kwa sababu ya kabila lake. Na hata kumdunisha na kumshusha hadhi yake ya utu, ya binadamu. Kumvua nguo, kumrarulia nguo na kumtendea yale mengine, na kisha kwenda katika ukumbi wa bunge. Nimemwona mama mmoja, dada, amevalia mavazi tu mazuri, mavazi matakatifu ya kidini, kuonyesha utakatifu wake na utukufu wake. Yuko katika bunge, anazungumza, na naangalia, natazama, nasema hizi nguo watu wanazozivaa kumbe wakati mwingi ni mabarakoa tu. Ina maana kwamba Jumuiya ya Afrika Mashariki sio jumuiya tu, imebakia ni watu tu, mataifa ambayo ni jina tuseme kwa sasa. Ule umoja, ule uwiano upo, na upo mara mbili katika mikondo miwili. Mkondo wa kwanza ni mkondo wa raia ambao hawana kinyongo chochote kati yao. Raia Mkenya hana kinyongo na Mganda, hana kinyongo na Mtanzania. Wanapokutana wanafurahiana, wanakumbatiana. Na hata wakati haya yote yanajiri, kuna marafiki wetu wengi tu kule Tanzania ambao wanasikitika na kututumia jumbe za kuonyesha poleni, tumefika mahali pabaya, jumuiya imefika mahali pabaya. Huo ni mrengo mmoja, mkondo mmoja. Kisha kuna mkondo wa pili, mkondo aliouzungumzia mwandishi mmoja aliitwa David Lamb katika kitabu kilichoitwa Waafrika, The Africans by David Lamb. Akawa yuwasema kwamba hawa viongozi wa Afrika kwa bahati mbaya wanapokuja kukusanyika katika vikao vyao vya kijumuiya, wanakuwa ni kama magenge ya kushirikiana, kuweza kuhifadhiana katika uongozi, na watafanya lolote lile linalofanywa na genge au na mwanagenge kuweza kumtetea na kumhifadhi mwenzake katika mamlaka. Umesema mkao wa Afrika ni magenge. Sijui kauli yako ni gani wakati ambapo tutakamilisha? Nafikiri kidogo tukubaliane kwamba katika ulimwengu mzima sasa tumeanza kuona viongozi ambao kidogo wametoka katika mrengo ambao hautii sheria, mrengo ambao
hautii haki za kibinadamu. Sasa ukiangalia mrengo tunaoangazia na siasa tunazozipiga sasa hivi, heshima na utii wa sheria na mambo ambayo kidogo tulidhani tabia ambayo ni ya kikawaida nzuri na nini kidogo vitu hivyo vimetutoroka kwa sasa. Kwa mfano sisi kama mawakili tuna chama chetu cha mawakili cha Afrika ya Mashariki. Watanzania wanapokuja hapa wanaweza kuingia mahakamani, Waganda hapa wanaweza kuingia mahakamani, lakini mimi kama Mkenya siwezi kuruhusiwa kuingia na kufanya kazi pale Tanzania ama kule Uganda. Kwa hivyo utaona kwamba tuna umbali mkubwa, tuna hatua nyingi za kupiga hivi kwamba tuweze kupata ule uwiano ambao tunautarajia. Lakini la muhimu ni kwamba viongozi wetu wao wana uwiano, kwa sababu wamekubaliana kwamba ugenge utaendelea. Umesema yale ni magenge, na kwa kauli hizo za magenge ndipo nakamilishia awamu hii ya Ukumbi wa Siasa. Nafurahia kwamba mmefika nyinyi wawili madaktari, Daktari Barak Muluka, Daktari Martin Olo. Nilisema nikiondoka pia mimi ni daktari, usiniulize ni daktari wa nini kwa sasa, mimi ni daktari kwa heri kwa sasa. Jina langu Elizabeth Mutukuzidi kutegea runinga hii ya TV47.